siwezi kuwa kinyonge yani, kwa sababu shazoea kuwafunga makolo. Kwa hiyo hamna kitu cha ajabu pale kilichotokea jana, yani mambo ni yale yale tu. Kitu cha pekee ambacho mimi kimenifurahisha binafsi, yani timu kurudi kwenye Yanga ile ambayo sisi kwa miaka 4 mfululizo tulikuwa nayo, ndio kitu ambacho mimi kimenifurahisha kwa mechi ya jana. Yani ile ndio Yanga ambayo sisi tulikuwa tushaizoea ile. Ile Yanga ya goli 5-5 ile, huyu mwalimu anairejesha. Goli moja sawa, kwa sababu ndio kwanza mwanzo wa msimu, kwa sababu hata ile Yanga ya 5-5 tulienda kwenye ngao ya hisani Tanga, Simba alichukua kombe kwa njia ya matuta, wakajisifia kwamba wana timu mzuri. Sisi tukamwambia subiri kwenye ligi, wakala chuma 5. Kwa hiyo hata hii naona ni dalili nzuri kabisa, zinarudi zile zile zinakuja. Unajua timu yoyote mzuri au timu bora na timu kubwa huwa ina kikosi kikubwa ambacho kina wachezaji wazuri. Kwa hiyo ongezeko la Selemani Mwalimu kuja katika timu yangu ya Yanga pia ni ongezeko zuri, kwa sababu mwalimu atakuwa na option nyingi kulingana na mechi ambayo anaenda kukabiliana nayo. Kwa hiyo ni jambo zuri kuwa na mchezaji kama yule, alafu ni wa ndani. Kwa hiyo naona ni faida kubwa sana kwa Yanga Afrika. Yaani asilimia kubwa usajili wa mwaka huu umefanya vizuri. Yaani ule usajili ambazo sisi tulikuwa tunazitaka zije kwenye klabu yetu. Alafu usisahau hapo kuna mkata umeme jana hajacheza. Tuliweka mbegu. Ile ni mbegu tuliweka jana. Tulificha white kama tulivyokaficha kwenye siku ya Yanga Day, na jana tukaficha white. Tuliweka white. Sisi watu wa sokoni humu tunaita gine, tuliwawekea gine. Yaani wasijue mwenye nafasi yake yupo kaja. Yule Fredi Ngoma ni Rodri wa Spain yule ndio Rodri sasa, yule kaja. Kwa hiyo pale shughuli imeshaisha. Fantastic goli. Kwa sababu goli lilikuwa na maandalizi. Pasi 3 kwenye kamba. Umemuona Boka wa jana? Umemuona Boka winga sio winga, kiungo sio kiungo, fulubeki sio fulubeki. Ile ndio Yanga ambayo sisi tunaitaka ile pale. Kwa hiyo wajiandae wengine. Wajiandae wengine. Una swali jingine?